Kuna kitu kinaendelea Kenya na ni watu wachache walijua kabla ya sisi sote. Leo mafuta yamepanda, uhaba umeanza, lakini swali ni moja. Je, hii ilikuwa bahati mbaya au ilikuwa imepangwa? Na kama ilikuwa imepangwa, nani alijua mapema? Kabla ya siasa, kabla ya lawama, hebu tuanze na mwananchi wa kawaida. Kuna kijana alirekodi video akisema kitu ambacho kinagusa wengi. Anasema hii haijawahi kutokea Kenya, na ukweli ni kwamba wengi wanahisi hivyo. Bei inapanda, maisha yanakuwa magumu, lakini hakuna majibu ya moja kwa moja. Hii haijawahi fanyika kwa historia ya Kenya. Hii haijawahi fanyika. Imagine guys, Kasongo huyu Ruto wamepandisha mafuta. Mafuta inapanda na 28 shillings. 28 shillings. Diesel imepanda na 40 shillings. Haijawahi fanyika. So guys, fare inaenda kupanda, kila kitu inaenda kupanda. So tukisema Kasongo must go, sasa imeanza kuwa serious. Like you can see, breaking news kufikia sahi, hata kwa historia ya Kenya haijawahi happen. Hiyo wakati ya Uhuru mafuta ilipanda, Kasongo akasimama akasema mnapandishaje mafuta? Tanzania wananunua mafuta Kenya na mafuta ya Tanzania iko cheap. Sasa hivi tunaongea hivi, breaking news, mafuta imepanda na shilingi 28, petroli, diesel 40 shillings. So guys, nakwambia ni mbaya. Kasongo must go, must be constant. So gharama ya maisha imepanda tu hivyo, na watu hawana pesa kwa mifuko. Watu hawana pesa na mafuta inapanda. Ni mbaya guys. Lakini athari kubwa zaidi haiko kwa viongozi, iko kwa watu wa kawaida. Huyu hapa ni dereva wa bodaboda ambaye ameamua hata kufanya utani, lakini ndani yake kuna ukweli mchungu. Anaongeza bei, na hii ina maana gani? Ina maana mwananchi wa mwisho ndo analipa gharama yote. Makastoma wangu wale nabebanga kila siku, habari zenu tena. Sasa kuanzia kesho, si mnajua venye kimefanyika, si unajua venye watu wa EPRA wamefanya. Si lazima tusaidiane hii mzigo, si ndio? So hii ni tangazo, kuanzia kesho tusaidiane hii mzigo. Mahali uko unalipa 40, sasa ni 50. Hakuna stage ya 20 sasa. Mahali uko unalipa 30 ni 40. Na tusibishane. Starting from tomorrow early in the morning, nikimaliza kuamsha watu hivi kwa plot, ni wamaliza tu kuamsha hivi, tukutana na nyinyi kwa barabara, bei mnaongeza. Siwezi beba mzigo peke yangu. Anyway, see you tomorrow. Good night. Leo ni mwabeba na 30 usione 40. Lakini sasa hapa ndipo mambo yanabadilika, kwa sababu kuna mtu aliwahi kusema mapema na wengi hawakumchukulia serious. Rigathi Gachagua alisema bei ya mafuta itaongezeka hadi karibu shilingi 40 za Kenya, na leo kile alichokisema kimetimia. Swali ni je, alijuaje? Anasema hii mafuta hata ikipanda anapata faida. So in the next 3-4 weeks mafuta itapanda na zaidi ya 40 shillings kuendelea mbele. So na ikipanda, fare itapanda, kila kitu itapanda. Sasa wewe William Ruto umetajirika. Sasa hii utajiri mingi ni ya nini? Si umeumiza sisi ya kutosha? Tafadhali tosheka na ile umepata. Hiyo inatosha wewe. Sasa hii ya mafuta umesema iongezwe hata ifike pesa ngapi? Wewe ujali. So that is the problem. Na sio yeye peke yake, kuna viongozi wengine pia wameanza kuzungumza waziwazi. Cleophas Malala anasema hii ni plani ya serikali. Sasa hapa ndipo Wakenya wanaanza kuuliza maswali mazito zaidi. Unaona ati mafuta imepotea kwa petrol station? Mafuta hajapotea. Mafuta iko Kenya. Hizi petrol stations zote ziko Kenya. Ile kitu ilifanyika, na ndio maana wale watu walifutwa kazi. Wakati waliproject kwamba ati kunaenda kuwa na shortage ya mafuta, William Ruto alikuwa anataka create artificial shortage, kudanganyishia vita ya Iran na USA, so that aongeze mafuta by 40 shillings. Yes. Na alikuwa ameshanunua hiyo mafuta na ilikuwa imefika Mozambique, ship yake ilikuwa imefika Mozambique. So hawa ma CEOs na security advisory committee ikasema tukikosa mafuta hapa tutakwama. Ikasema kwamba watu watafute mafuta ambayo iko karibu,
Hawa CEOs wakanunua mafuta ambayo ilikuwa inapita hapa Mombasa, wakasema acha tuokoe nchi, mafuta ingie. So hiyo mafuta ikiingia kwa nchi pamoja na ile mafuta ambayo ilikuwa, na mnajua nchi inanunua mafuta every month, inamaanisha kutakuwa na mafuta for the next 3 months. Na ile ya William ya 40 bob ikikuja, bei itakuwa imesharudi chini na ataenda hasara. So ni vita zake za kisiasa anapiga, za kibiashara anapigana na hao watu wa mafuta. Ni mafuta yake ile yenye alikuwa amepanga aongeze na 40 bob. Na wakati haya yote yanaendelea, huyu hapa ni Ndindi Nyoro anatoa hoja nyingine ya kushangaza. Anasema serikali ilikuwa na muda wa kutosha tangu tarehe 14 mwezi uliopita, lakini mpaka leo bado wanajadili. Je, ni kuchelewa au ni kitu kilikuwa kinaandaliwa kimya kimya? The government has said all the time since 14th of last month. But now they are helter-skelter in the last day. They are still consulting up to the last day about how to set fuel prices in Kenya. That the people in government have all the time to be on top of vehicles campaigning when other governments and other countries are being prudent enough to address the issue of fuel prices in a manner that is humane. Our government has not found any urgency, and today being the last day, they are still consulting. That is truly disappointing. And it is very insensitive that up to the 14th they are waiting for stations waanze kusoma taarifa leo ya saa moja. A few minutes before that time ndio watume ujumbe. Hii si mambo ya kutuma ujumbe na karatasi. This is a matter that befitted the entire government to talk to Kenyans about what is happening. Na kabla waambia wa Kenya maneno yoyote kuhusu mambo ya Iran, the government must also take responsibility that they have a 50% chance on influencing fuel prices in the pump. Because the pump prices that Kenyans pay, 50% are made up of taxes and levies. And therefore, Kenyans will not accept. And let me underline here. And let me start by saying this. The stability of Kenya from today is in the heart of the decision that the government is currently consulting to communicating to Kenyans. And Kenyans will not accept anything, any sentence with the name Iran inside there as a scapegoat. Before the government communicates how much subsidy have they provided to the Kenyan people. Secondly, they must reduce VAT on fuel products. And number 3, the minister in charge of transport must give a gazette notice immediately on lowering and reducing the fuel levy. Kwa hivyo nyinyi watu ambao mko serikali, sisi tunawapea mawaidha free. Mchukue, msipochukua, hata msipochukua leo, wiki haitaisha kama hamujafanya kile Wakenya wanasema. Ya kwamba msiambie Wakenya tu story ya Iran kabla hamujapeana subsidy, kabla kodi ya VAT ya mafuta haijapelekwa chini ama kuondolewa kabisa, na kabla waziri wa transport haja reduce fuel levy. Tafadhali mchukue ujumbe haraka haraka, na kwa sababu muna consult, ni vizuri mjue Wakenya wamesema hivyo. Mkiconsult nyinyi watu wa serikali mkiwa na suti kwa maofisi, mjue consultation ya Wakenya inaendelea. Na consultation ya Wakenya ni kwamba msituambie mambo ya kuongeza mafuta bei kabla hamujaweka subsidy, na kama hamujaondoa kodi ya mafuta ya VAT, na kama hamujateremsha fuel levy. Kwa hiyo tukijumuisha yote, watu walionya mapema lakini serikali ikaonekana kuchelewa, na leo wananchi ndio wanalipa gharama. Hii sio story ya mafuta tu, ni story ya maisha ya kila siku ya Mkenya. So let me predict something. In the next 30 days, watu wa magari wote mtakuwa mnapanga line kigojea mwekewe mafuta. Take this to bank.
Kama ningekuwa nyinyi, kesho ningeamka na mitungi ama nijaze gari zangu zote na nichimbe tank kwa nyumba niweke hiyo mafuta juu. In the next 30 days mtakasikia. Umesikia kama Australia saizi petrol wako na 34 days imalizike, diesel 36 days, na hiyo ilikuwa Monday. So in the next 30 days. Sasa nataka kusikia kutoka kwako, unadhani hii hali ya mafuta Kenya ni bahati mbaya au ilikuwa imepangwa? Na kama ilikuwa imepangwa, nani anapaswa kuwajibika? Niachie maoni yako kwenye comment section. Bwana, mimi naitwa Rich Mizuka, sauti ya vijana wa Afrika Mashariki. Namba 1 ni mimi, namba 2 ni mimi, namba 3 ni mimi, 4 na 5 na waachia nyinyi hapo. Bwana, tukutane kwenye video ijayo. This is how the CBD looks when it's not chaotic. Sio kila saa traffic na mapararira. Looks peaceful.